Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hakutakuwa na mapumziko katika kushinikiza Russia baada ya usiku mwingine wa mashambulizi ya makombora na droni kote Ukraine. Mashambulizi haya yametokea siku moja baada ya Marekani kuthibitisha kuwa imeacha kushiriki taarifa za kijasusi na Kyiv. Jeshi la anga la Ukraine liliripoti droni 112 na makombora mawili yalivurumishwa kuelekea nchini humo usiku kucha, ambapo droni 68 zilitunguliwa na droni 43 zikapotea njiani. Ripoti za jeshi la anga zilibaini uharibifu katika maeneo ya Kharkiv, Sami, Odessa na Dnipropetrovsk. Katika Dnipropetrovsk, kombora la ballistic lilipiga hoteli katika jiji la Kryvyi, mji alikozaliwa Rais Zelensky. Kombora hilo lilipiga hoteli ya kawaida. Rais aliandika kwenye mitandao ya kijamii, watu 4 waliuawa huku zaidi ya 30 wakijeruhiwa. Aliongeza, shambulio hilo lilitokea muda mfupi tu baada ya kundi la waliojitolea la kimataifa wa misaada ya kibinadamu kuingia kwenye hoteli hiyo. Zelensky alisema hakutakiwi kuwa na mapumziko katika shinikizo dhidi ya Russia ili kusitisha vita hivi na ugaidi dhidi ya maisha, aliandika Zelensky. Mashambulizi ya makombora na droni kutoka Russia yamekuwa yakifanyika kila siku nchini Ukraine. Nchi hiyo sasa inategemea sana silaha za ulinzi wa anga kutoka mataifa ya magharibi ili kukabiliana na makombora yanayoshambulia. Uamuzi wa Rais Donald Trump wa kusitisha msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine pamoja na kusimamisha ushirikiano wa kijasusi umeibua wasiwasi kuwa ulinzi wa anga wa Ukraine utakuwa dhaifu zaidi katika siku, wiki na miezi ijayo. Kusitishwa kwa msaada huo kumefuata mkutano wa wiki iliyopita katika ikulu ya White House kati ya Zelensky na Trump. Maafisa wa White House wamesema zuio hilo huenda likaondolewa ikiwa Ukraine itachukua hatua za dhati za kufikia makubaliano ya amani na Russia ili kumaliza uvamizi wa Moscow unaoendelea kwa miaka mitatu. Afisa wa kijasusi alisema kusitishwa kwa ushirikiano wa kijasusi kumehusisha kusimamishwa kwa kushirikiana picha za satellite za Marekani kupitia shirika la ujasusi wa ulinzi. Zelensky anatarajia kusafiri kuelekea Brussels, Ubelgiji, Alhamisi hii ili kukutana na viongozi wa Ulaya huku akitafuta msaada zaidi wa kijeshi na kisiasa kutoka mataifa ya magharibi. Rais ameendelea kuomba mifumo zaidi ya ulinzi wa anga, swala ambalo sasa limekuwa la dharura zaidi kufuatia kusimamishwa kwa msaada wa Marekani. Mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe alisema Jumatano kuwa Trump aliomba mapumziko na amejitolea kwa amani. Ratcliffe alidokeza kuwa kusitishwa kwa msaada huo kumechochea tamko la Zelensky kwamba yuko tayari kuanzisha tena mazungumzo ya mkataba wa amani. Kwa hiyo nadhani katika upande wa kijeshi na wa kijasusi kusitishwa huko kulikofanya hali hii itokee, nadhani kutamalizika, aliongeza mkurugenzi huyo. Hii ni Sawasawa Digital. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike.